Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa. Hapa nazungumzia Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Young Africans wanazidi kushusha vitu vizito kweli kweli kwenye kikosi chao. Ukiweza kushuhudia mambo ambavyo yanayoendelea kwa sasa huko katika dirisha la usajili, ambapo vitu vinashushwa na wanaendelea kuweza kushusha. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kubwa kweli kweli kwa mara ya kwanza, kile ambacho kimeweza kuzungumzwa baada ya kufanyika kwa usajili mkubwa kweli kweli, na si huo tu, bado watu wanaendelea kuweza kutua kwenye kikosi cha Young Africans. Pengine ulifikiri ya kwamba huyu ambaye amekwenda kutambulishwa basi ndio shughuli inaishia hapo, bali bila shaka watu pia wanaendelea kuweza kushuka kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine, unazungumzia hawa ni hapa kwenye kikosi cha si wengine ni Young Africans. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kubwa, utakwenda kujua kila kitu juu ya mchezaji mpya na huyu ambaye amesajiliwa Peter Shalulile. Usajili wake umekuaje, kiasi gani kimetumika, amesaini mkataba wa miaka mingapi, yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa lukuki kweli kweli. La kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha bonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu bana, karibu. Mambo wengine wanasajili, wengine wanakusanya wachezaji. Sasa hapa tutakwenda kujua kwenye NBC nani ambaye alisajili na nani ambaye alikuwa anakusanya vikundi vya vijana kuwaweka pamoja wakifanya mazoezi. Sasa hapo ndipo ambapo itakwenda kujulikana ni kati ya timu ambazo zinazoshiriki katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwa msimu ujao. Lakini kwa upande wa mabingwa watetezi Young Africans, kwao ni kama ni ndelemo na vifijo baada ya kuweza kumtambulisha tunaweza kusema ni nyota wa usajili kwa sababu katika sajili ambazo zimefanyika Tanzania, pengine huu unaweza kuwa ni usajili mkubwa. Tusiangalie kwanza matokeo ambayo atakayokuja kuyaleta, tuangalie kwamba Young Africans wamefanya nini katika usajili huu mkubwa kabisa, kwa sababu ukiangalia katika sajili hizi ambazo zimefanyika, huu ndio usajili pekee ambao ni mkubwa kwenye sajili za dirisha hili la usajili. Na pengine unaweza kusema kwamba katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni miwili mitatu, huu ndio unakuwa ni usajili ambao umetikisa Tanzania kulingana na jina na profile ya mchezaji. Anaitwa Peter Shalulile, alizaliwa tarehe 3 Oktoba mwaka 1993 huko Windhoek, Namibia. Amecheza kama mshambuliaji wa timu ya taifa ya Namibia, lakini pia ni mshambuliaji wa timu ya Mamelodi Sundowns kwa zaidi ya miaka 6, akiweza kuichezea Mamelodi Sundowns, ambapo Peter Shalulile bado ni hatari. Yanga wamepata mshambuliaji wa kiwango. Yanga wamepata mshambuliaji mwenye uwezo mkubwa wa kufunga mabao. Hakuna shaka kuwa Peter Shalulile ni mmoja wa washambuliaji bora ambao wamewahi kucheza soka la Afrika. Kilichomrudisha nyuma katika misimu ya hivi karibuni akiwa Mamelodi Sundowns si kushuka kiwango, bali ni majeraha mara kwa mara yaliyomfanya akose mechi nyingi. Wakati
wakati huo ambapo ujio wa kocha Cardoso na mabadiliko ya mfumo wa ushambuliaji wa Sundowns ulimfanya Shauri Lile asiwe muhimili mkuu kama ilivyokuwa hapo awali, lakini anaamini bado ubora mkubwa na mtindo wa Yanga wa kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. Shauri Lile ana kila uwezo wa kurejesha kiwango chake akiwa na mabingwa hawa wa Tanzania. Timu yake inacheza kuanzia mechi za awali hadi kuchukua kombe la CAF Champions League, lakini striker wao hana hata goli la offside. Hii ni misimu miwili mfululizo, na huyo mchezaji amezungukwa na kila aina vya vipaji, ambapo wenyewe wanaamini ya kwamba wanaona kabisa kwamba ni moja kati ya sajili ambazo ni bora kweli kwa wananchi Young Africans, japo kuna watu ambao wamekuwa wakibeza kuhusiana na Peter Shauri Lile, lakini uwezo wake ni mkubwa kweli na kila mmoja ameona kabisa kwamba anastahili kusajiliwa kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba zaidi ya shilingi bilioni 1.8 zaidi, yani kama milioni 800 imemleta Peter Shauri Lile Jangwani. Always Young Africans wameamua kwenda kikubwa sasa kwenye kikosi chao, lakini mpaka sasa klabu ya Yanga imekamilisha usajili wa wachezaji 4 ambao 2 kati yao ni washambuliaji, Peter Shauri Lile na Cheick Ibrahim Toure. Pia 2 wengine ni viungo, Albert Kagwandwa na Hossein Zakou. Hii yote ni kujipanga msimu ujao kwenye CAF Champions League, ambapo inaelezwa hivyo, ambapo mambo yanaonekana kuwa inaonekana mambo yanaonekana kama ni mazuri, lakini anaandika mchambuzi, anasema ya kwamba wakati Gaël Bigirimana anakuja Yanga alikuwa na miaka 29 tu na bado alishindwa kuonesha makali. Nataka kusema nini? Peter Shauri Lile ni mshambuliaji hatari sana, ila majeraha mara kwa mara yamekuwa yakimwandama na kupunguza ufanisi wake kwenye lango, kitu kinachopelekea kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa ligi yetu anaweza kufanya vizuri kwa sababu ya ushindani wa ligi yetu na ligi ya Afrika Kusini tofauti, ila bado anaweza kuwa mchezaji wa kawaida vile anayelipwa bilioni 1.9 kwa mwaka. Kwangu mimi usajili wa kutisha, ila garanti ya kufanya vizuri ndipo hakuna, kutokana na majeraha ya mchezaji huyu ambaye anaonekana kuwa ni tishio kweli, lakini ni namna ambavyo usajili ambavyo unapokuwa, kwa sababu hata unaweza ukachukua mchezaji ukasema huyu mchezaji kutokana na performance yake iliyopita akaja kufanya vizuri, lakini mambo akaja kawa tofauti. Wachezaji wengi ambao wapo walikuja wakawa na performance nzuri, lakini baadaye walipofika katika ligi ya NBC wakashuka. Pengine tumpe nafasi Peter Shauri Lile, licha kwamba maneno yamekuwa ni mengi kulingana na ubora wake, lakini tusubiri kuweza kuona kiwanjani atafanya nini, na tujipe muda, tupunguze maneno, kwa sababu kuna watu wengine wanaamini ya kwamba pengine Peter Shauri Lile tayari ni jua la jioni, lakini tukumbuke kwamba ng'ombe azeki maini, bado shughuli itaendelea kupigwa. Kama Cletus Turachama Mwamba wa Lusaka, miaka 35 bado anakipiga katika ligi kuu ya NBC kwa ubora kabisa, huku akitajwa kabisa kwenye zile tuzo za MVP wa ligi. Vipi kwa Peter Shauri Lile miaka 32, atashindwa kuperform katika ligi yenye ubora namba 6 barani Afrika? Tusubiri kuweza kuona itakuwaje. Weka maoni yako katika chini hapo.